Kwenye haya maisha ni muhimu sana kuwa na watu ambao hata nyakati ambazo tumepoteza matumaini, wao wanasimama na sisi. Mfano mzuri ni Petro akiwa gerezani, amepoteza matumaini, haoni kama anatoka. Anachokiona ni kifo. Yaani ni mtu ambaye haombi kwamba Bwana nisaidie unitoe kwenye hili gereza. Ni mtu ambaye amelala, amekata tamaa, amepoteza matumaini. Tunaona hata malaika alipoingia kwa ajili ya kumuokoa Petro gerezani, tunaona Petro alikuwa amekata tamaa, alikuwa amepoteza matumaini, amelala. Ndio malaika wa Bwana akampiga ubavuni, akamwamsha, akamwambia amka. Petro haamini anachokiona, mpaka anafanikiwa kutoka, haamini anachokiona. Lakini sababu ya Petro kutoka haikuwa Petro mwenyewe, bali ilikuwa ni neema ya Mungu kupitia maombi ya watumishi wa Mungu ambao walisimama kumwombea Petro. Maana yake ni kwamba baada ya kanisa kuona kwamba Yakobo amekatwa kichwa, kwa sababu Yakobo alikamatwa mara ya kwanza akaingizwa gerezani. Tunaona Yakobo haombi, tunaonyeshwa pia kwamba kanisa halikuomba, lilikaa kimya. Yakobo akakatwa kichwa, lakini alipokamatwa Petro, kanisa likajua kitu ambacho kilitokea kwa Yakobo ndicho kitu ambacho pia kinaenda kutokea kwa Petro. Ndio maana kanisa halikunyamaza kimya, likamlilia Mungu, tunataka mtu wetu atoke, tunataka mtumishi wako atoke. Mungu mtoe kwenye hilo gereza. Bwana mtoe kwenye hilo gereza. Wewe ni Mungu mwenye nguvu uliyemuweza. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Wewe unaweza mambo yote. Kwa hiyo kanisa halikunyamaza kimya, likamlilia Mungu mpaka Mungu akatuma msaada, akatuma malaika kumtoa Petro kwenye gereza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe ni muhimu sana kuwa na watu ambao hata ukipoteza tumaini huwezi kuomba, mambo yako yameharibika, biashara zimevurugika, hauna kazi, haujui mambo haujui ufanye nini. Kuwa na watu ambao bado watakuamini hata kama hawatajitokeza hadharani kuonyesha kwamba wako pamoja na wewe, lakini watapiga magoti kumwambia Mungu liye hai, tunaomba kwa ajili ya mtumishi wako, tunaomba kwa ajili ya mtu fulani. Bwana umtoe kwenye hicho kifungo, Bwana umtoe kwenye hilo gereza, Bwana umtoe kwenye hilo jambo, Bwana umvushe kwenye eneo hilo. Ni muhimu sana kuwa na watu ambao badala ya kuchochea vita yako watakuwa wanapigana kwa niaba yako, au wanapigana pamoja na wewe, wanaungana na wewe kupigana kwa ajili yako. Ni muhimu sana kuwa na hao watu, kwa sababu maisha haya kuna nyakati ambazo tunapoteza matumaini, hatuoni mbele, hatuoni nyuma, hatuoni jambo lolote, hatujui tufanye nini. Kwa hiyo ikitokea moment kama hiyo kwenye maisha, kama hauna watu ambao wanaweza kusimama na wewe kwenye hiyo nyakati, maana yake kitu ambacho kilimtokea Yakobo ndio kitu ambacho kitakotokea pia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba hata makanisani unaweza ukawa unapitia vita, unapitia magumu, unapitia changamoto, lakini badala ya watumishi wa Mungu au waamini wenzako kusimama na wewe, kukusaidia kwenye maombi, wanakuwa sababu ya kuchochea vita yako, wanakuwa sababu ya kuongeza maumivu kwenye hiyo vita ambayo unaipitia, kiasi kwamba unaona wazi kabisa kwamba hauna msaada. Lakini nataka nikwambie, hata kama itatokea hao waamini wenzako na watumishi wa Mungu ambao ulikuwa unategemea watasimama kukuombea, watapiga goti kuomba kwa ajili yako, ikatokea ndo wamekuwa sababu ya kuchochea vita yako, kuchochea maumivu yako, nataka nikwambie kwamba hupaswi kuwachukia, wala hupaswi kuwakasirikia, wala hupaswi kuwaombea mabaya. Unapaswa wewe mwenyewe usimame na umsihi Mungu kwamba Mungu, wewe unayeweza kutoa kwenye vifungo vigumu na mambo magumu, ninaomba unikomboe, ninaomba univushe hapa, ninaomba unisaidie. Wewe mwenyewe unaweza ukapiga magoti. Usikae kimya kama Petro ambavyo alikaa kimya, usikae kimya kama Yakobo ambavyo alikaa kimya. Wewe mwenyewe unaweza kumwita Mungu, ukalitia jina la Bwana, maana kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Hiki ndio kitu ambacho Paulo na Sila walikifanya walipokuwa gerezani, walipokuwa wamefungwa kwenye gereza. Paulo na Sila hawakukaa kimya, hawakunyamaza, wala hawakupoteza tumaini, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba Mungu anaweza kuwasaidia. Kwa hiyo ni bora wamwite Mungu awasaidie, hata Mungu asipowasaidia, lakini tayari wamemwita. Iwe ni kwamba Mungu kama hajawasaidia, basi iwe ni mapenzi ya Mungu wao kufia kwenye hilo gereza, lakini kuliko kukaa kimya bila kumsihi Mungu mwenye nguvu na uwezo wa kuwasaidia. Kwa hiyo wao, kwa sababu hatuonyeshi kanisa likiwaombea, tunaona wao binafsi, Paulo na Sila, wao wakajiombea wao wenyewe, wakamsifu Mungu, wakaomba mpaka milango na misingi ya gereza ikatetemeka, milango ikafunguka, wakatoka kwenye gereza. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe hata kama inaonekana kwamba hakuna mtu ambaye amesimama na wewe,
Kila mtu anakukataa, kila mtu anakutenga, kila mtu anakuwa sababu ya kuchochea maumivu yako, kuchochea vita yako, lakini bado unaweza ukasimama wewe binafsi na ukamlilia Mungu, ukalitia jina la Bwana na Bwana akakusaidia. Usikate tamaa, usijisikie vibaya, usijisikie mnyonge, kwa sababu tumaini lako na msaada wako hautoki kwa mwanadamu, hautoki kwa watumishi, hautoki kwa mtu yote ule. Manake hata watumishi wakiomba, manake msaada unatoka ni kwa Mungu aliye hai. Mungu aliye hai, Mungu aliye hai ndiye awezaye kututoa kwenye mauti, awezaye kututoa kwenye magumu, awezaye kututoa kwenye mitego ambayo kwa akili zetu na kwa fahamu zetu hatuwezi kutoka. Na kuombea neema ya Mungu, wewe ambaye unanisikiliza, haijalishi unapitia changamoto gani, lakini nakuombea neema ya Mungu ikusaidie na ikutoe kwenye kila gumu na kila pito ambalo unapitia. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.